Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya vurugu zilizozuka kwenye mchezo wa fainali wa kombe la AFCON Morocco dhidi ya Senegal, mchezo ambao ulitamatika kwa Senegal kuibuka na ushindi wa goli 1-0 na kutawazwa mabingwa wapya wa michuano hiyo ya AFCON. Bwana, tulishuhudia vurugu ambazo ziliweza kuzuka kwenye mchezo huo, moja kati ya matukio ambayo yalipelekea baadhi ya nyota wa timu ya taifa ya Senegal kutoka uwanjani na kuelekea kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, lakini pia tukishuhudia kocha Pape Thiaw wa timu ya taifa ya Senegal akihamasisha wachezaji kuondoka uwanjani mara baada ya kutokuridhishwa na maamuzi, na hilo kutokana na ile penalti ambayo Morocco waliweza kuipata, lakini baadaye walikuja wakakosa penalti ile ambayo ilipigwa na Ibrahim Diaz. Sasa kutokana na baadhi ya matukio ambayo yalitokea kwenye mchezo huo, ikiwemo hilo tukio la baadhi ya wachezaji wa Senegal kuhususia mchezo, bwana, shirikisho la soka la Afrika CAF limelaani tabia zilizoonyeshwa na baadhi ya wachezaji na maafisa wakati wa mchezo wa fainali ya AFCON 2025 kati ya Morocco na Senegal pale mjini Rabat. Bwana, CAF imelaani vikali tabia zote zisizofaa zilizotokea wakati wa mechi, hasa zile zilizolenga waamuzi na waandaaji. Bwana, CAF inapitia video zote na itapeleka swala hilo kwa vyombo vinavyofaa kwa hatua zinazofaa kuchukuliwa dhidi ya wale watakaopatikana na hatia. Bwana, hiyo ndio kauli ya shirikisho la soka barani Afrika CAF. Lakini mara baada ya kauli hiyo bwana, shirikisho la soka barani Afrika CAF limemsimamisha kazi kocha wa timu ya taifa ya Senegal Pape Thiaw kufuatia tukio la kuiongoza timu yake kutoka uwanjani kwa dakika 15 katika dakika za mwisho za finali ya AFCON 2025. Bwana, hatua hiyo imekuja baada ya Morocco kupewa penalti iliyozua utata ambayo kocha huyo alidai kuwa ilikuwa penalti isiyo ya haki. Bwana, CAF imesema kitendo hicho ni kinyume na kanuni za mashindano na nidhamu ya soka na kimepelekea kuchukuliwa kwa hatua za haraka dhidi yake. Uamuzi wa mwisho kuhusu adhabu zaidi unatarajiwa kutolewa baada ya uchunguzi kamili kukamilika. Kwa hiyo baada ya tukio hilo bwana, kocha wa timu ya taifa ya Senegal Pape bwana amesimamishwa. Kwa hiyo moja kati ya hatua ambazo zimechukuliwa, na mara baada ya kuchukuliwa kwa hatua hizo bwana, tumeona shirikisho la soka la Senegal lenyewe bwana limetoa msimamo wake mara baada ya taarifa hiyo ya kocha wa timu ya taifa ya Senegal kusimamishwa. Sasa nimeona kile ambacho Senegal wao wamekizungumza mara baada ya kupokea taarifa hiyo, wao wakiunga mkono bwana. Taarifa inasema kwamba shirikisho la soka la Senegal FSF limetangaza kuunga mkono msimamo wa kocha wa timu ya taifa kufuatia uamuzi wa kuwatoa wachezaji uwanjani kwa muda, hatua aliyodai ilitokana na kile alichoona kuwa kutokutendewa haki na waamuzi. Taarifa hiyo imetolewa masaa machache baada ya CAF kuripotiwa kuliweka swala hilo chini ya uchunguzi likihusisha hatua za muda za kinidhamu dhidi ya wahusika wa tukio hilo. Kwa hiyo wakati shirikisho la soka barani Afrika likimsimamisha kocha wa Senegali baada ya mwenendo wake kwenye mchezo huo wa kuongoza kugoma kwa wachezaji wa Senegali bwana, kumsimamisha, lakini Senegali wao kupitia shirikisho la soka wao bwana wamemunga mkono kwamba kila alichokifanya kilikuwa sahihi. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo swala hili jinsi lilivyo. Lakini pia nimeona shirikisho la soka Morocco lenyewe bwana limetoa pia taarifa. Bwana, shirikisho la soka la Morocco FRMF limetangaza kusitisha mpango wa kuwasilisha malalamiko katika shirikisho la soka Afrika CAF na shirikisho la soka duniani FIFA kufuatia tukio la utata lililotokea katika dakika za mwisho za finali ya kombe la mataifa ya Afrika 2025 dhidi ya Senegal. Bwana, taarifa ya FRMF imeeleza kuwa
uamuzi huo umefikiwa baada ya mwamuzi kushindwa kumudu mechi hiyo ya fainali, hali iliyopelekea kunyima haki timu ya taifa ya Morocco. Shirikisho hilo limebainisha kuwa maamuzi hayo yalivuruga kwa kiasi kikubwa mtiririko wa mchezo wa dakika za salama. FRMF pia imethibitisha kuwa mwamuzi hakutumia nafasi yake sambamba na kuruhusu watu wasiruhusiwa kisheria kuingia uwanjani na kuwasiliana na waamuzi pamoja na wachezaji wa timu zote mbili, hali iliyoongeza sintofahamu na mvutano. Licha ya yote hayo, shirikisho la soka Morocco limetoa shukrani zake kwa mamlaka husika pamoja na maafisa wa CAF na FIFA kwa mapokezi na ukarimu walioonyesha katika kipindi chote cha mashindano hayo yaliyofanyika Morocco. Kwa hiyo wakati shirikisho la soka barani Afrika CAF likitoa adhabu kwa kocha wa timu ya taifa ya Senegal Pape Thiaw, bwana, shirikisho la soka la Morocco lenyewe bwana limetangaza kusitisha. Kwa hiyo lenyewe halitupeleka malalamiko yoyote juu ya kile ambacho kilitokea. Kwa hiyo wao wamesema bwana, sawa tu, imeshaisha hiyo, Senegal wamekuwa mabingwa, kwa hiyo hakuna haja ya kulalamika. Kwa hiyo bwana, unaweza ukaona wakati shirikisho la soka barani Afrika lenyewe limemsimamisha kocha mkuu wa Senegal Pape Thiaw kufuatia mwenendo wake wakati wa finali ya AFCON dhidi ya wenyeji, na wakati huo shirikisho la soka la Senegal lenyewe likimunga mkono kwa kile ambacho alikifanya, wakati shirikisho la soka la Morocco lenyewe likisema bwana, sisi yameisha, hatutopeleka malalamiko yoyote. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo finali ya kombe la AFCON iligubikwa na sintofahamu, iligubikwa na matukio ambayo yaliashiria sura mbaya kwenye mashindano hayo, lakini iko hivyo kama ambavyo nimekujuza kwamba shirikisho la soka barani Afrika limechukua hatua kwa kocha wa timu ya taifa ya Senegal, lakini wakati huo likizungumza kwamba litaendelea kufuatilia baadhi ya matukio ambayo yaliweza kutokea kwenye fainali hiyo ili waweze kujiridhisha na kuchukua hatua kwa wale wote ambao watakaokuwa wameonekana wamehusika. Kwa hiyo iko hivyo, lakini pia nimeona rais wa FIFA Gianni Infantino amekemea vikali kwa kile alichokiita kitendo kisichokubalika kilichofanywa na wachezaji wa Senegal baada ya kutoka uwanjani na kuelekea moja kwa moja kwenye handaki la wachezaji wakati wa mchezo wa finali ya AFCON 2025. Bana, kupitia kwenye taarifa yake, Infantino amesema matukio ya kusikitisha tuliyoona lazima yakemewe na hayapaswi kurudiwa tena. Kuondoka uwanjani kwa namna hii hakukubaliki na vurugu haziwezi kuvumiliwa katika soka letu. Ameongeza kuwa ni muhimu kwa timu zote kuheshimu maamuzi ya waamuzi, iwe ni ndani au nje ya uwanja, na kufuata sheria za mchezo wa soka, kwani tabia tofauti na hiyo inahatarisha msingi na heshima ya soka. Kauli hiyo imekuja kufuatia mvutano mkubwa uliojitokeza kati ya dakika za mwisho za fainali kati ya Senegal na Morocco uliosababisha wachezaji wa Senegal kutoka uwanjani kwa muda kabla ya kurejea. FIFA imesisitiza kuwa nidhamu na heshima kwa sheria ni msingi wa mchezo wa soka duniani. Kwa hiyo pia unaweza kuona ni kwa namna gani pia rais wa FIFA ameguswa. Kwa hiyo iko hivyo, na hicho ndicho ambacho kiliweza kutokea kwenye mchezo wa finali Senegal dhidi ya Morocco, moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni wavuta ni kuvute kila pande. Lakini matukio ambayo yaliweza kutokea, tuliona tukio la baadhi ya nyota wa Morocco na Senegal pia wakivutana juu ya taulo ya goalkeeper Edouard Mendy. Tuliona namna ambayo yani kulikuwa kuna matukio mengi ambayo hayakubariki kimchezo, lakini moja kati ya tukio kubwa ambayo pengine liliharibu kabisa taswira ya mashindano na lilionyesha sura mbaya ya mashindano ni tukio la wachezaji wa timu ya taifa ya Senegal kutaka kutoka nje ya uwanjani ili kugomea mchezo, wakishinikiza kwamba maamuzi ambayo anayatoa refari wa mchezo hayakubariki kwao. Na tuliona namna ambavyo kulikuwa kuna mvutano mkubwa sana uwanjani. Kwa hiyo ni moja kati ya tukio ambalo liweza likatokea, lakini tumeona shirikisho la soka barani Afrika likilaani na likikemea vitendo hivyo, lakini pia likichukua hatua kwa kocha wa timu ya taifa ya Senegal Pape Thiaw kwa kumsimamisha. Lakini licha ya kumsimamisha, shirikisho la soka la Senegal lenyewe limemunga mkono kocha wao kwamba alichokifanya yuko sawa. Lakini upande wa Morocco wao wamesema bana, hawatopeleka malalamiko yoyote kwa kile ambacho kilitokea. Wao wameridhia na maisha acha yaendelee. Lakini pia tumeona kile ambacho amekizungumza Infantino ambaye ndiye rais wa FIFA, akisema kwamba kilichotokea
hususan kitendo cha baadhi ya nyota wa Senegal kugomea mchezo si kitendo cha kiwana michezo. Kwa hiyo ni kitendo ambacho kinatakiwa kulaniwa. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo mimi nimeona nikusogezee mara baada ya michuano ya AFCON kutamatika, lakini ikitamatika kwa aina yake, kwa matukio ambayo tuliweza kuyashuhudia kwa wale ambao tuliweza kutazama finali hiyo, Senegal dhidi ya Morocco, Senegal wakiibuka mabingwa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.